Young Africans mpaka sasa katika mashindano yote amefunga mabao 21 wakati ameruhusu mabao mawili pekee katika mechi 7 ambazo ameweza kucheza. Ni takwimu nzuri Idi Nonga, lakini hayo yamepita. Hayo yamepita, lakini yanakuonyesha wapi ambapo wanaelekea. Kwenye ligi kuu kwenye mechi 4 ambazo wamecheza, tunafahamu mchezo ambao kufunga bao ni mchezo dhidi ya Mbeya City ambao Romain Folz. Mara baada pale yalizuka mambo mengi. Mchezo ambao alienda Malawi kule dhidi ya Silver Strikers, timu kabla haijarudi mambo yakamalizika. Kwenye ligi ya mabingwa, kwenye hizi hatua za michezo miwili ambayo walicheza, michezo 4 hii, Yanga walivyocheza dhidi ya Silver Strikers na kwenye misimu kadhaa ambayo imepita, ilikuwa ni kama ni surprise ama mshangao. Walikutana na timu ambayo ilikuwa iko very organized, timu ambayo ilikuwa imefanya vizuri sana, walifanya homework nzuri dhidi ya Yanga Afrika na wakawapa mchezo kwenye mchezo wa kwanza na mchezo wa pili ambao walicheza hapa Benjamin Mkapa. Yanga walihitajika kufanya kitu zaidi, kitu bora zaidi ili kuweza kupata matokeo na kuvuka huko ambapo wapo. Hii mimi inanipa kuamini Yanga wanaweza kufanya kitu kwenye mchezo dhidi ya FAR Rabat ukilinganisha huko ambapo walipotoka na huko ambapo wanaenda. Amekuja Goncalves, amekuwa na aina tofauti kwenye eneo la ushambuliaji. Yanga mara nyingi kwenye bezi yao walikuwa wanashambulia kutoka, yani magoli wanatengenezwa sana kutoka kwenye eneo la mafullback. Watamtegemea Boka ama Zimbwe, lakini huko atatokea Israel Mwenda akaconnect mbele aweze kupata matokeo. Lakini Goncalves kitu ambacho amekiongeza, Pacome amekuwa na ufanisi mkubwa kwenye eneo la mbele, lakini pia Momo Dumbia AI midfielder naye pia amekuwa na vitu vingi sana kwenye eneo la mbele kwenye creation ama kutengeneza nafasi. Hata huyu Dube ambaye wengi wanamzungumzia anakosa nafasi nyingi za kufunga, hii inatokana na kutengenezewa pia nafasi nyingi kwenye eneo hilo. Kwa ukichukua mjumuisho wa Yanga kwenye ligi kuu kwenye mechi 4 ambazo wamecheza na Yanga kwenye mechi 4 za kwenye hatua ya kwanza na ya pili kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, unaona Yanga ambayo ina improve kila siku, Yanga ambayo ukisikiza watu wanaizungumzia na Yanga ambayo unaiona kwenye zile tactical ability, unaona inakupa vitu vikubwa. Kwa hiyo naiona ni Yanga ambayo itafanya vizuri na Yanga ambayo imeimprove kila siku, ambapo imeanzia kwenye ligi kuu kwenye hii michezo 4 ya hatua ya kwanza na pili ya ligi ya mabingwa na huko ambapo wanaelekea. Kwa hiyo michezo 4 ambayo umeipata test yake na hii michezo 4 ya ligi ya mabingwa test yake ambayo umeipata, nadhani Yanga wanatengeneza kitu kikubwa kuliko kwenye mchezo dhidi ya FAR Rabat.